Ad-dunya daru mamar, dunia ndugu zangu ni nyumba ya mapito. Wal akhiratu daru maqar, na akhera ndiyo nyumba yenye kudumu. Ndugu zangu Waislamu wa mji huu wa Mikumi, wa mkoa huu wa Morogoro, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali yoyote ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yeyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo, ikiwa ni tarehe 31 mwezi huu wa 7 mwaka huu 2026, tukiwa ndani ya Mikumi. Kichwa cha habari cha khutba yetu kinatuambia hii ndo kiboko ya viumbe wote. Tutazungumzia leo kiboko ya viumbe wote. Tukisema kiboko ya viumbe wote, tunakusudia umauti, almautu. Umauti ndio kiboko cha viumbe wote. Umauti ndio mwisho wa kila mwenye uhai. Umauti ndio njia pekee ya kukutana na Mola wetu Allah jalla fi ulah. Almautu huwa الطريقة الوحيدة التي نلتقي بها إلى الله جل في علاه. Umauti ndo njia pekee ya sisi kukutana na Mola wetu, ndio njia pekee ya sisi kuelekea kwa Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu kwa ujumla. Allah alipotuumba akatuleta duniani, akamkadiria kila mmoja wetu muda wake wa kuishi hapa duniani, kisha akatuwekea kifo, akatuwekea umauti kama njia pekee ya kurejea kwake. Na laiti mwanadamu angekhiarishwa, laiti mwanadamu angelipewa option, njia nyingine mbadala ya kukutana na Mola wake, basi mwanadamu angeukimbia umauti na angechagua njia nyingine ya kuelekea kwa Mola wake na kukutana na Mola wake. Fama huwa almaut? Umauti ni nini sasa? Qala alulama
wanawachuoni wanatuambia almautu huwa alintiqalu min dari al-amali ay ad-dunya ila dari al-jazai ay al-akhirati. Umauti ni kile kitendo cha mtu kuhama maisha kwenda katika maisha mengine. Hii ndo maana ya umauti. Umauti ni kutoka pahala kwenda pahala pengine. Umauti ni kutoka katika maisha ya dunia kwenda katika maisha ya barzakh, kwenda katika maisha ya akhera. Hii ndo umauti maana yake kwa ujumla. Almautu la ya'rifu saghiran au kabira, na katika maajabu ya umauti, umauti hauna huruma. Umauti haumjui mtoto mdogo au mtu mzima. Almautu la ya'rifu dhakaran au untha, umauti haumjui mwanaume au mwanamke. Almautu la ya'rifu maridan au sahiha, umauti haumjui mgonjwa au aliye mzima. Almautu la ya'rifu faqiran au ghaniya, umauti ndugu zangu haumjui fakiri, maskini, hata tajiri, umauti haumtambui. Almautu la ya'rifu hakiman au mahkuma, umauti haumjui kiongozi au anayeongozwa. Almautu la ya'rifu waziran au raisa, umauti haumjui mheshimiwa waziri au mheshimiwa raisi. Umauti ukishawadia haumjui mtu yeyote katika hao, bali umauti unakuja kumfyeka na kumbeba mazima mazima mmoja wetu na kumpeleka kwa Allah jalla fi ula. Anasema mmoja ya wanawachuoni, almautu babun wa kullu nnasi dakhiluhu. Umauti ni mlango na kila mmoja wetu lazima apite katika mlango huo. Almautu ka'sun wa kullu nnasi sharibuhu, umauti ni kikombe na kila mmoja wetu lazima anywe kwa kikombe hicho, lazima anywe katika kikombe hicho. Ya laita shi'ri ba'da al-mauti maddaru, ishu hapa ni jambo moja. Kila mmoja wetu anatamani kujua jambo moja: baada ya umauti ya kila mmoja wetu, mafikio yake yatakuwa wapi? Nyumba yake itakuwa ipi? Ad-daru dari na'imin, ad-daru daru na'imin, wa in khalafta fannaru. Ndugu zangu, makazi siku ya Kiyama ni mawili tu, nyumba huko ni mbili tu, na makundi ni mawili tu. Allah anasema fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kundi
watakuwa ni katika watu wa peponi na kundi lengine ni katika watu wa motoni. Makundi ni mawili, ama uwe katika kundi la watu wa peponi au kundi la watu wa motoni. Sasa nyumba ya peponi ni nyumba iliyojaa neema za hali ya juu ndani yake. Ikiwa tangia duniani umeamua kuijenga mapema nyumba yako, na ikiwa utakwenda kinyume na matakwa ya Mola wako, mafundisho ya Mola wako na radhi za Mola wako na ibada ambayo ndio lengo kuu la sisi kuumbwa, basi ukae ukifahamu ya kuwa nyumba yako itakuwa ni ya motoni. Huma mahallani la lilmar'i ghayruhuma, mahala ni mawili tu, ama uende pahala pa peponi au uende pahala pa motoni. Naam, ndugu zangu Waislamu, katika sura ya 4 Suratun Nisa, Allah anatuambia aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Popote pale mtakapokuwa, saa ikifika, kengele ikigonga, amri ikitoka kwa malakul maut, popote mtakapokuwa, umauti utawadiriki, utawafikia, utawabeba tu. Hata mkijificha katika ngome madhibuti kabisa, umauti utapenya. Ndugu zangu, wafalme wangapi katika dunia hii wamekwisha ondoka, umauti umewasomba. Maraisi wangapi katika dunia hii, umauti umewasomba. Mawaziri wakubwa mbalimbali. Na malakul maut anavyotisha, akishapigiwa firimbi tu, kachukue amana ya mtu fulani, roho ya mtu fulani, na mabodyguard na maaskari na jeshi, sijui FBI, malakul mauti atapita na wasaidizi wake 40. Hakuna hata mmoja anayeweza kumzuia asiingie humo ndani. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia mwanzoni mwa Suratul Mulk, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka yule ambaye ufalme wote upo mikononi mwake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, naye juu ya kila kitu ni mweza. Alladhi khalaqa almauta, ndiye aliyeumba umauti, walhayata, na akaumba uhai. Lengo ni nini? Liyabluwakum, ili apate kuwapima. Umauti ni majaribu na uhai ni majaribu. Umauti ni mtihani na uhai pia ni mtihani. Allah anasema yeye ndiye aliyeumba umauti na uhai ili apate kuwapima. Ayyukum ahsanu amala, ni nani katika nyinyi mwenye matendo yaliyo mazuri? Qala Malik ibn Dinar, mwanachuoni Malik ibn Dinar anasema, Waislam, zingatieni kauli ya Allah pale aliposema alladhi khalaqa almauta walhayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye Allah ndiye aliyeumba umauti na akaumba uhai ili apate kuwajaribu, ili apate kuwapima, ili apate kuwapa mtihani, ili apate kujua nani katika nyinyi mwenye matendo yaliyo mazuri. Anas Malik ibn Dinar anasema Allah hakusema liyabluwakum ayyukum aktharu amala. Allah hajasema nimekuleteni umauti na uhai ili nipate kuwapima, ili nipate kujua nani katika nyinyi mwenye matendo mengi. Allah haangalii matendo mengi, anaangalia matendo yaliyo mazuri hata kama yatakuwa ni machache. Ndugu zangu, njia yetu pekee ya kwenda kwa Allah, njia yetu pekee ya kuelekea katika siku ya hukumu ni njia ya umauti, kifo ambacho hakiepukiki. Utake usitake, iko siku tutaondoka hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura ya 3 Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah, na hakika si vinginevyo mtakuja kulipwa malipo yenu siku ya Kiyama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljanna faqad faz, ama yule atakayeepushwa na misukosuko ya moto na akapelekwa peponi, huyo ndiye mshindi, huyo ndiye atakayetoboa kimaisha huko akhera, huyo ndiye atakayeibuka kidedea siku ya Kiyama. Yupi? Yule atakayeepushwa na misukosuko ya moto na akapelekwa peponi, huyo ndo mjanja, huyo ndiye aliyefuzu mbele ya Allah. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha haya ya dunia isipokuwa ni starehe ndogo yenye kudanganya. Angalieni Waislamu dunia ilivyotusomba. Angalieni Waislamu, asilimia kubwa hatufati mafundisho ya Mola wetu na mtume wetu Muhammad. Angalieni Waislamu wa zama hizi, asilimia zaidi ya 60 hadi 70 malengo makuu ya kuumbwa kwetu hatuyafahamu. Tumeletwa duniani hatukujileta wenyewe, na tumeletwa kwa lengo maalum, na lengo kuu ya sisi kuletwa. Nenda katika suratu Qaf, msikilize Allah anasemaje: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na watu isipokuwa waje waniabudie mimi Allah. Na mama wa ibada zote ni swala 5. Ibada kuu katika Uislamu ni swala 5. Laiti Waislamu wote tungelishika swala 5, basi ninakuhakikishieni Tanzania hii hakuna msikiti ambao utakuwa mdogo, msikiti ambao unaweza kutosha. Wengi Ijumaa, siku ya Idi tumemaliza. Ndugu zangu Waislamu, tukae tukifahamu ya kuwa kuna umauti. Allah anasema
katika Qur'an, katika suratul Rahman, kullu man alaiha fan, kila kinachoishi juu ya mgongo wa ardhi ni chenye kuondoka, chenye kuisha, chenye kutoweka. Wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na wakubaki ni yule mtukufu mtakatifu Allah jalla fi ula peke yake. Katika suratul Qasas aya ya mwisho Allah anasema kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitaangamia isipokuwa Allah peke yake. Hivi ni nani mbora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ulimwengu huu? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio kiumbe bora nambari moja, ndiye wa kwanza kufufuliwa siku ya Kiyama. Kaburi la kwanza litakalopasuka likaachana akatoka muhusika ni kaburi la bwana Mtume Muhammad. Mwanadamu pekee atakayetamba katika misukosuko ya Kiyama ni bwana Mtume Muhammad. Hatokuwa na hofu, hatokuwa na huzuni. Wamejisemea vijana wa Dar es Salaam, hatokuwa na noma wala kokoro siku ya Kiyama. Ndiye mtetezi mkuu wa watu wote, lawyer, mwanasheria mkuu, wakili mkuu, atakayewatetea watu siku ya Kiyama. Heka ya Rabbi wafanyie wepesi, ya Rabbi wape takhfifu ya adhabu ya jua, ya Rabbi wanakuomba hiki na kile, peke yake. Na ndiye kiumbe wa kwanza milango ya pepo itafunguliwa kwa ajili yake. Lakini na yeye alionja umauti. Wewe ni nani? Mimi ni nani ili tusionje umauti? Sikiliza mwanachuoni mmoja anasemaje. Mwanachuoni mmoja anasema, lau kanat ad-dunya tadumu li ahadin lakana rasulullah sallallahu alayhi wasallam hayyan wa baqiya. Laiti dunia hii ingelidumu kwa mtu, laiti kama kuna mtu anaweza kudumu katika dunia hii, basi mtume wa Allah angelikuwa hai mpaka leo na angelikuwa mwenye kubaki. Lau damat li ghayrika lama wasalat ilaik, dunia hii ingelibaki kwa waliokuwa kabla yetu. Dunia hii ingelibaki kwa waliokuwa kabla yetu, isingelitufikia mimi na wewe. Tujiandae na safari hii ya hatari, tujiandae na safari hii ya ajabu, tujiandae na safari ambayo itakapowadia tiketi yake hautoikata wewe, gharama yake ya kuondoka haikuhusu sana. Wakati utakapofika, utake usitake, lazima udondoke na ufungwe kama pipi kifua. Komando Malakul Maut atakapotumwa akiwa na wasaidizi wake. Baadhi ya wanawachuoni wamesema haijulikani idadi ya wasaidizi wake, na baadhi yao wakasema wanaweza kufika hadi 40. Atakapokuja sura ya 6 Al-An'am inasemaje? Hatta idha jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Hata mmoja wao umauti utakapomjia, umauti utakapomfikia, wajumbe wetu, malaika wetu watamfisha. Wema, malaika watamtoa roho kwa uwepesi, na kwa mkono wa kulia wanaipokea roho yake kwa mkono wa kulia. Wale makauzu, wale makaidi waliokataa kumnyenyekea na kumfuata mtume, kumfuata Mola wao na kumwabudia,
na kukataa kufuata mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, roho zao zitatolewa kwa uchungu wa hali ya juu na zitapokelewa kwa mkono wa kushoto. aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. alhamdulillahi rabbil alamin وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, wana wa Mikumi, ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu. Namwomba Allah sote atupambe kwa uchamungu wa hali ya juu, na sote atupambe kwa ikhlasi za hali ya juu, atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atuepushe na maradhi yote madogo kwa makubwa, na ile siku mauti utakapomfikia mmoja wetu, Allah atuhurumie na atupe wepesi na atupe mwisho mwema. Nataka nihitimishe khutba yangu kwa nukta chache sana. Malakul maut atakapofika kuchukua roho ya mmoja wetu, hana huruma yule bwana. Kiumbe pekee wakati anaenda kumtoa roho alikwenda kwa adabu zote na heshima zote ni bwana mtume Muhammad, lakini sakaratul maut alipata kuionja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bibi Aisha anasema lamma hadarathu alwafa, umauti ulipomfikia mtume mwenyewe mtukufu wa daraja, mtume Muhammad ni mbora kuliko hata malakul maut, ni mbora kuliko hata Jibril mkuu wa malaika. Roho ya mtume inatolewa na Jibril kamsindikiza, kana kwamba anamwambia bwana mdogo, wewe malakul maut, kwa sababu Jibril ndo mkubwa wake, shika heshima zote, huyu ndo mtukufu wa daraja. Bibi Aisha anasema aliniagiza chombo, akaniambia kitie ndani yake maji ya baridi. Aliniagiza chombo nikatia ndani yake maji ya baridi, akawa anayachota na pangusa na kupakaza uso wake. Anasema la ilaha illa Allah. Bwana mtume anatoa shahada, anasema inna lilmauti la sakarat, hakika bila ya shaka kweli kabisa umauti una uchungu. Yani yeye mwenyewe kapewa heshima zote, kaambiwa mtazame vizuri, ole wako umuumize mtume wa Mungu, lakini pia amekionja joto la sakaratul maut. Mimi na wewe itakuwaje ndugu yangu? Ad-dunya daru mamar, dunia ndugu zangu ni nyumba ya mapito, wal akhiratu daru maqar, na akhira ndiyo nyumba yenye kudumu. اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. nenda mbio sasa, jitahidi sasa, kaitafute nyumba iliyopo akhera, iliyopo katika pepo ya Allah. Nyumba hiyo mshika hazina wake ni malaika anaitwa Ridwan, jirani mwema ni bwana mtume Muhammad, na aliyeumba nyumba hizo akazitengeneza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nyumba za ghorofa. Peponi hakuna mabanda ya uwani,
Peponi ni nyumba zimekwenda zaidi ya shule. Kuta zake sio tofali hizi, ni dhahabu tupu. Wazafaranu hashishun nabitun fiha, na gadeni zake majani yake sio ya kwetu haya kuliwa na mbuzi. Gadeni yake majani yake ni zafarani, na mchanga wake ni mchanga wa mafuta ya miski. Nyumba hii haipatikani bure bure, inahitaji matendo, na katika matendo mema yatakayompeleka mtu peponi siku ya Kiyama, ndugu zangu, ni kushika sala 5. Kama sala 5 huna, ndugu yangu, usijidanganye, siku ya Kiyama hali yako itakuwa ngumu, pangu pakavutia mchuzi. Tujiandae na safari hii ya ajabu sana. Tujiandae na safari hii ya hatari sana. Tujiandae na safari hii. Ni safari moja, aina moja, njia moja, namna moja, na uonjaji moja tu. Ukienda katika suratu Dukhan, Allah anasema la yadhuquna fiha almauta illa almautata alula, hawatoonja umauti mara mbili. Ukishaonja duniani, kule ni maisha milele, hakuna tena kifo. Turudi kwa Allah, ndugu zangu Waislamu. Wana wa Mikumi, iko siku tutaondoka duniani. Kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alati hadhbai mahmulu, فإذا حملت يوما جنازة فاعلم أنك من بعدها محمول. Kila aliyezaliwa na mwanamama, hata aishi muda mrefu vipi, iko siku atabebwa. Iko siku atabebwa katika chombo dhalili, chombo cha mbao kinaitwa jeneza, kiboko ya watu wote. Ikiwa siku umewahi kubeba jeneza juu ya mabega yako, kumbuka ya kuwa iko siku na wewe utabebwa. Namaliza. Hivi mnajua hikma ya jeneza kukaa msikitini? Mnajua hikma ya jeneza kukaa msikitini? Ni usafiri wa kutisha, ni usafiri wa aina yake. Haina matairi, haina engine, haina exhaust, haitumii petroli, haitumii diesel. Tunaibeba sisi, tutake tusitake, tunaibeba sisi. Kwa nini nakaa msikitini? Ni chombo, ni usafiri wenye kutisha. Nani atakubali jeneza likae nyumbani kwake? Hata mimi sikubali, sitopata usingizi. Hata wewe hukubali. Na ndio maana msikitini, jeneza ndio inalala msikitini kusubiria mtu akabebwe, aletwe, aswaliwe, kisha apelekwe kwenye nyumba yake. Ndugu zangu, tubadilike. Dunia isitudanganye. Tuitafute dunia yetu kana kwamba tutaishi milele, lakini wakati huo huo tumtumikie Mola wetu kana kwamba tunakufa kesho. Namuomba Allah atupe mwisho mwema. Namuomba Allah ile siku muda wetu ukifika aturahamu, atuhurumie na atupe wepesi. Namuomba Allah atupe mwisho mwema. Namuomba Allah ajalie maneno yetu ya mwisho yawe la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Namuomba Allah warahamu wazee wetu waliokwisha tangulia mbele ya haki, na warahamu waislamu wote waliotangulia mbele ya haki. Namuomba Allah yajalie makaburi yao yawe mabustani miongoni mwa mabustani ya pepo. Ayaepushe makaburi yao yasiwe shimo miongoni mwa shimo za moto.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إننا نسألك توبة نصوحا، إننا نسألك توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، واعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Kishki TV, nuru ya dini yako.